Mheshimiwa mgeni rasmi na wachungaji, majina naitwa Mchungaji Raphael Kuja. Napenda kutoa wasilisho juu ya semina. Tunazo semina 10, lakini miongoni mwa semina hizo kuanzia utangulizi mpaka semina ya mwisho inakwenda kuzungumzia semina ya 8 inayozungumzia huduma ya mitandao, kwa sababu semina hiyo imegusa nyanja zote za vijana. Katika semina hii ya huduma ya mitandao tumevuna madini ya kutosha, kwani ulimwengu huu wa leo ni ulimwengu wa kidijitali, ambapo sehemu kubwa ya ulimwengu huu watu husikiliza, husoma na kutazama mitandao ya kijamii, wakitazama runinga na chaneli mbalimbali. Hivyo wazazi hawasikilizwi kama vile ambavyo watu wanasikiliza mitandao. Nasi kama vijana wa Kiadventista tumeona umuhimu wa mitandao hii. Kwanza, inatusaidia kupata marafiki, lakini pia katika uinjilisti inatusaidia sisi kutengeneza marafiki ambao tutawasaidia kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo tunaweza tukaitumia hii mitandao ya kijamii, tunaweza tukatumia runinga zetu, chaneli mbalimbali kwa ajili ya utume wa Mungu, kwa kuandaa vipindi vizuri, vipindi vya lesoni, vipindi vya kesha, tukivipeleka katika maredio mbalimbali, tukivipeleka kule Facebook, Instagram, Twitter, kule YouTube, ili basi watu wanapopakua wasipakue mitindo, wasipakue picha za uchi, wasikilize na kutazama program nzuri zilizoandaliwa, program za utume, programu ambazo zitabadilisha na kuwatia moyo waliokata tamaa. Lakini pia kupitia mitandao, huduma hii ya mitandao, vijana wa Kiadventisti tumejifunza ya kwamba ina faida kubwa, kwani inatupatia uwezo wa kuwafikia wengi kwa wakati mmoja, kama vile mahubiri ya satellite. Asante. Tunaweza kubatiza wengi. Asante. Mwingine. Niko mbele yenu kuwasilisha hitaji namba 4. Hitaji namba 4 ni wewe na vijana. Hitaji hili linataka kuandaa vikundi vidogo kwa dakika 30 kwa ajili ya kujadili mada mbalimbali ambazo kama kiongozi mwandamizi unahitaji kujifunza. Na miongoni mwa mada ambazo nitazungumzia ni mada ya afya na kiasi. Afya ni kuwa mkamilifu kimwili, kiakili na kijamii. Lakini pia kama kijana unatakiwa kutunza mwili wako na kufanya mwili wako kuwa na afya njema kwa kufanya mazoezi, kula vyakula bora na kuepuka matumizi mabaya ya pombe, sigara na uvutaji wa matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pia kwa habari ya afya, unapofanya mazoezi unaufanya mwili wako kuwa imara, na ndio maana katika kozi zetu tunajifunza tuzo ya Silver Award. Inakufanya mwili wako uwe mkakamavu, uwe na afya bora, lakini pia kwa kuzingatia kula lishe bora, kuepuka vyakula vyenye mafuta, kuepuka kula vyakula vyenye sukari nyingi, chumvi nyingi na kadhalika. Lakini pia mada nyingine ni mahusiano, uchumba na ndoa. Pia inatusaidia kusaidia vijana kwamba yeye kama kijana kwanza anatakiwa atunze mwili wake, ajikubali na aone kwamba mwili wake ni wa thamani. Anapokuwa kwenye mahusiano ya uchumba, changamoto kubwa ya vijana, anakuwa kwenye mahusiano ya uchumba lakini tayari yuko kwenye ndoa. Kwa hiyo vijana tunatakiwa kujitunza kabla ya kuingia kwenye ndoa. Utunze mwili wako, ujitunze vizuri. Lakini pia katika mahusiano katika ndoa
ni makubaliano ya watu wawili, mwanamume na mwanamke waliokubali kuishi pamoja. Lakini vitu tunavyojifunza katika mada hii kwamba wewe kama kijana, kabla hujaingia kwenye ndoa, ni vitu gani unatakiwa ujiulize kabla ya kuingia kwenye ndoa. Una mchumba tayari, ndio, lakini unapaswa kujiuliza, je, mchumba huyu, mahusiano yetu yanamtukuza Mungu? Lakini mchumba huyu ananipa furaha, atanifanya niwe mwenye furaha siku zote? Hivyo ni vitu ambavyo pia kama kijana anapaswa kujiuliza kabla ya kuingia katika ndoa. Lakini jambo lingine, mada nyingine nitaongelea juu ya utunzaji wa mazingira, kwamba tunapaswa kutunza mazingira yetu. Mazingira ni kitu chochote kinachozunguka mwanadamu, mfano miti, milima, mabonde, bahari. Hivyo ni vitu ambavyo vinatengeneza mazingira. Kwa hiyo kama kijana tunalo jukumu kubwa la kutunza mazingira kwa kupanda miti ili tuweze kupata pia hewa safi, lakini pia tuweze kutunza mazingira yetu na uoto wa asili. Na mada nyingine ambayo tutapenda kuongelea ni ibada na muziki. Pia tunapaswa kuwasisitiza vijana kwamba katika ibada tunatakiwa kuwa na ibada yenye kicho mbele za Mungu. Lakini pia vijana wengi wako kwenye dimbu la kupenda muziki. Tunataka au kuelekeze vijana ni muziki gani wanatakiwa kuweka ndani ya akili zao. Na pia tukaona kwamba athari, muziki ni mzuri lakini una athari zake, na athari za muziki ukiutumia vibaya unaweza ukakuangamiza kabisa. Asante. Basi nadhani zinatosha.